Shukrani za dhati mnapojumuika nasi kutoka kaunti hii ya Narok. Na hii leo tunapozungumzia swala la matarajio ya Wakenya katika mwaka unaokuja, ni dhahiri wazi kwamba mwaka ulipoanza Wakenya wengi walikuwa na matarajio yao ya kibinafsi mbali na matarajio kutoka kwa serikali. Na nimepata baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi katika mji huu wa Narok, na hizi hapa semi zao kutokana na swala hili. Sijaona kitu ambaye mbadiliko ambaye ametubadilishia, ila tu ikuwe ni unga tu ili imeteremuka, kwa sababu hata wakati Samuel Ruto alipoingia kiti unga ilikuwa juu sana. Lakini chingine ni ile ambaye ametuahidi mawaidha mingi, anatenda, lakini sawa tu tunakubali hivyo juu ni mtu tu wa kutenda kwa mdomo, bado hatujaona kitu kingine. Hakuna kazi imefanya, hatujaona kitu imefanya. Watu wamerudi nyuma, uchumi ni mbaya. Hakuna kitu naeleweka yake. Pande yangu ni pande uchukuzi. Lakini bei ya mafuta imeenda juu, abiria wasafiri. Kila mtu analia kwa hii serikali. Kwanza Msel tunashukuru sana ameturudishia Msel. Ya pili, tunaona Ruto si mtu mbaya kwa pande ya mazaini, ametusaidia. Kenye tunaomba mimi rais yetu atusaidie kutoka Lulunga mpaka Tasmara, hiyo barabara imekuwa tuwekea lami pande hii kutoka Ngusoni kwenda pande ya Naikara, hiyo lami sasa inaendelea. Na tena hiyo tunashukuru kabisa, ametuwekea hiyo lami inaendelea, tunashukuru na hiyo lami. Area nimetoka, nimeona serikali wanatengeneza barabara ambayo inatoka place inaitwa Ngusoni na inafika mahali inaitwa Leshuta. Sasa hii nimeona hiyo barabara imeanzwa juzi na naona inaendelea vizuri. So nataka kushukuru serikali kwa hiyo. Unapata sasa test box haitoshi wanafunzi wote. So unapata sasa wanafunzi wanapitia changamoto mingi wanaposoma. So nataka kuambia serikali kama wanaweza kuongeza vitabu ili sasa wanafunzi wapate nafasi nzuri ya. Hakuna kazi wamefanya. Kama kazi ndio hii Disemba ndio hii magari haina watu. Sasa hii ingekuwa na pesa. Sasa hii hata unakuta gari haina mtu yeyote. Hakuna kazi. Unaenda hata nyumbani hata watu unakuta uko na 100, asubuhi unarukia una nini. Labda wa change lakini kama watakaa hivi sijui labda turudi ushago. Na sasa ushago ukirudi utafanya nini? Maana huko bado unahitaji kukula. Si ni kung'ang'ania tu maisha tu, sasa ujuzi uko ulipe nyumba, ulipe maji at least. Lakini ikikaa hivi hakuna kazi tunafanya town. Unajua wahubiri walituambia hii mwaka itakuwa mzuri. So ukiwa na imani unafanya bidii, unajituma, utapata kenye unapata kwa kila siku. Si kila mwaka unalalamika tu ati serikali imekukosea, serikali imefanya sijui nini, na wewe ujitumi. Ukiamka saa 5 na ulale saa 11, ni serikali gani itakuja kukuletea chakula? Si unajituma. Mimi mwaka ujao kwanza kitu nataka kuona Ruto wakifanya, amalize hii airstrip alianza hapa Wasongiro. Wazungu wao wanakuja direct hapa, itainua uchumi ya Narok. Tutakuwa tukibeba wazungu hapa kupeleka Mara. Ruben Motochi, Runinga ya Citizen. Na asante sana kutoka hapo Nairobi. Leo tuko katika eneo la Machakos ambapo tutapata fursa tena kuongea na wananchi kuhusu mada ya leo ya utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza na matarajio ya Kenya mwaka ujao. Wacha tusikie wanayapi. Karibu, naanze na majina. Kwa majina ni Kioko Muli. Mimi nikiangalia serikali ya Kenya 2025 tumeharibu mwaka mzima na uongo na propaganda na vitu zenye hazina maana. Serikali yenye ina campaign kila siku, na 2026 I think they'll go a notch higher kusumbua wa Kenya, kutetesha wa Kenya, kuongeza kodi kwa wa Kenya. Juu hata nasikia kuna wengine wanaita infrastructure fund, wana target 5 trillion. Hiyo 5 trillion tunashindwa. Kwani hii kazi yenye ifanyika miaka 3, mwaka moja kweli mtafanya? Pia wao wabunge na wajumbe huku tunajua wengine wao na wengi wao hawajafanya kazi miaka 3. Wamekukua wakitembeza 200 na kupea wananchi handouts. Sasa wamegutuka na wanashtuka. Kwa hivyo hii mwaka moja tunajua itakuwa mwaka wa kukimbia kwa wanasiasa Kenya. Economy ya Kenya I don't expect anything better because the moment ni handouts zinapeanwa, pesa inatolewa kwa mifuko zetu mingi, ikirudishwa kidogo
So politics non-stop hadi 2027. Kenyans we are already tired na tuko tayari na tumezoea. Kwa hiyo asante. Kwa Kenya yetu ambao ni wanatuongoza William Ruto and your government, I request you come 2026 you involve youth in your leadership, and I hope you will give us what we voted for you, because we have not yet achieved. We are not where we thought we could be. So I kindly request you with your government, kindly consider us as Kenyans. Tumeumia kwa sana kwa muda mrefu, na nina matumaini 2026 mwaka ambao unaingia utaweza kutufanyia kazi vile ulikuwa umetuahidi bottom up. We are still eager to see how you are going to work about it. Thank you and God bless Kenya. Zingine unajua zile amefanya ni kidogo sana. Tangu alipoanzisha kusema ya kwamba bottom up, alianzisha ya kwamba nitainua watu ambao ni mamaboka na wengine, lakini hizo zote hazijaonekana. Yale ametenda machache tu ambayo hayaonekani, kwa sababu aliyozungumza ni mengi na hayajatendeka. Kwa hivyo tunataka wazi kabisa, ili yeye mwenyewe ajitokeze tuone kazi, kwa sababu bado kuona kazi. Tunasikia maneno mengi ambayo hayajatimia. Kwa hivyo ni lazima ajitetee kwa kutimiza ahadi zake. Siwezi nikasema ametenda hiki, kwa sababu anaongea sana mpaka uwezi ukahesabu. Hakuna kitu inatendeka, tu ni maneno ya ahadi na maneno ya mambo atakayotenda. Ndio sababu nimesema ya kwamba aende atende. Tunataka kuona kazi, hatutaki kusikia maneno saa yote. Na hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi katika kaunti ya Machakos, ambao wasema hii serikali ya Kenya Kwanza vitu mingi wanasema wametenga, lakini katika maeneo tofauti hakuna maendeleo inaonekana. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Naam, maoni ya wakazi hao kutoka Kajiado na vile kaunti ya Machakos. Tunarejea hapa studioni, bado nikeli na wageni wangu. Martin, kabla ya kwenda mapumziko, nilikuwa nimezungumzia nguzo nyingine ambayo rais ameitaja, ambao kwa kimombo anasema economic transformation. Lengo kuu likiwa taifa lianze kuwa linauza bidhaa nje zaidi ya vile inavyookota bidhaa kutoka nje ama kuleta kutoka nje. Kwa mtazamo wake ni kwamba Kenya hutumia takriban shilingi bilioni 500 kila mwaka katika biashara hiyo, ambao ni biashara ambao si sawa, kwa sababu kama tunaingiza biashara nyingi ni kumaanisha kwamba tunapoteza kwa upande mwingine. Wewe kama mfanyi biashara, hiyo inawezekana ama haiwezekani? Thank you. Inawezekana. Kwangu inawezekana, na hilo wazo ni zuri. Ile shida nimekuwa nikiangazia ni kwamba tutafanya aje ndo tuwafikie haya mafikiano. Ukiangalia uchumi wa Kenya saa hizi tunasema kwamba na ni ukweli kwamba kutoka kwa ile tunaita macro level uchumi una stabilize ama unafika mahali kwamba watu wanaweza ona kwamba unaendelea vizuri katika hiyo macro economy. Ni tukiongea mambo ya hizi mambo kubwa biashara kubwa, hizi infrastructure tunajenga hizo. Shida kubwa yenye tuko nayo yenye inazuia na inafanya unasikia kelele kwa mwananchi ni kwamba hatujafikia mahali kwamba hizi stability zenye tuko nazo zinafikia pale chini. Na kufikia pale chini kuna mambo lazima tufanye ndio mwananchi wa kawaida aweze kujua kwamba kuna kitu kinafanyika hapa juu. Kuna wakati nilikupatia mfano nikakwambia hata wakati mama anapika chapati wakati siku ya Krismasi, na kama ameanza kupika asubuhi na zitakuwa tayari saa 10, anatafuta kitu kidogo yenye watoto watakula hapa katikati ndo waweze kungojea zile chapati. Si ni kweli? So hapo ndo tuko saa hizi. Ni kwamba tunaona kwamba zile interest rate zina stabilize, unaangalia vitu kama inflation zinaenda kuna zile vitu tunaona kutoka kwa usomi. Lakini sasa mwananchi wa kawaida analemewa kwa nini? Kwa sababu hivyo rais anasema kungefanyika kwamba tunaweza kuexport nje, na hiyo tukiongea mambo ya kuexport sasa tumeingia katika viwanda, tumeingia katika zile biashara tunaziita SMEs. Sasa kuna vitu zinafaa kukua. Kitu cha kwanza na nimeongelea sana ni kwamba lazima tukue na ile tunaita predictable
tax regime, sijui tutahitaje kwa Kiswahili, tufike mahali kwamba tunaweza kuwa na miaka 3 miaka 4 yenye tunaweza jua kwamba kama tax riba itakuwa hivi, tax itakuwa hivi, miaka ingine 5 itakuwa hivyo, ndio itaweza kuvuta mwekezaji, kwa sababu mtu mwenye anakuja kuwekeza katika viwanda na production anaangalia kwamba nitaweza kurudisha pesa yangu ya kuwekeza. Unaona, tukiweza kulete chini mambo ya mikopo, wakati tunakopa na tunalipa riba ya kitu kama 18 mpaka 23, kusema tu kweli hakuna biashara saa hizi unaweza fanya ukapata faida ya kulipa wafanyikazi na kuexpand biashara yako na ulipe hiyo riba. Kwa hivyo itabidi kwamba tumefanya mipango kwamba ipungue. Hizi ni vitu zenye zitalete chini. Umeme, nguvu za umeme, ikifika mahali kwamba nguvu za umeme zimestabilize, na sijui bwana Higi atatuambia vile wanafanya ndo tuweze kupata kwamba stima imeenda chini, maybe tutaleta watu wengi ku provide hizi services za stima, tuache monopoly ya Kenya Power, ndo tulete ile competition, bei ushindani, bei kuja chini. Bila shaka inazungumzia mazingira. Sasa yes, Kenya iko katika hali hiyo kwamba inaweza kweli kuweka mazingira bora ya kuwezesha aidha ushuru kupungua, aidha kuzalisha zaidi, ama namna gani? Hatuna choice, liwe liwalo. Rais Ruto itabidi tunasema yeye ndo baba, na mambo ikiharibika tunaita baba. Lazima afanye mbinu zozote ziwezekanavyo, kwa sababu uchumi, na nimesema hapa, serikali huwa haipatii watu ajira. Serikali kazi yake si kupatia watu ajira. Ajira ninapeanwa na private sector. SMEs leo tuko na karibu 7.2 million SMEs katika nchi saa hizi. Na nilikuwa nasema ile siku nyingine, tukiwezesha tu huyu mtu mwenye ako na hii biashara ya rejareja, hii biashara ndogo, apanue biashara yake, ikuwe kila mmoja wa hao ataajiri watu wawili, tutakuwa create jobs opportunity 14 million instantly. Tukiwezesha tu wenye tuko na wao SMEs kupanuka. Na mambo yao ya kupanuka ni nini? Ni kwamba cost of credit iende chini, bei ya umeme iende chini, tax and levies zenye tunalipa kodi kwa KRA. Kwangu ingekuwa jambo la busara sana tungezi consolidate. Serikali ikaweza kukuja na mpango kwamba we consolidate all these taxes. Tunajua tuseme kama leo tu mtu mwenye anarani hoteli analipa tourism levy, analipa vitu kama 7 zenye analipa, zikakuwa consolidated, zikuwe huyu mtu mwenye anafanya hii biashara analipa mara moja. Serikali hizi, all these other bodies ni za serikali, watajua vile watagawanya hiyo pesa vile inafaa. Lakini huyu mwananchi wa kawaida, that is what we call making business easy, kwamba umelipa mara moja, umesahau, na ikue iko chini. Mwananchi ataweza kukua innovative, atakuwa mbunifu, aongeze zile kazi anafanya, na iweze kufikia kwamba tumeongeza nafasi za kazi. Na tutafikia malengo yenye rais anaongea kuhusu kupanua our exports, kwa sababu tutaweza kuzalisha kabisa. Na Kenya tuko nafasi mzuri sana saa hizi ya kuinvest na kuattract businesses kuzalisha for the East African region. Acha niulize swali la kizushi bwana Higgins. Katika huku kuzalisha, Kenya inaweza ikazalisha nini sasa hivi na ikauza nje? Kitu ambacho kitatupatia hata pengine kiwango cha pesa ambazo Rais William Ruto anatazamia, either trilioni 1, nusu trilioni kwa sasa hivi. Maana ukiangalia biashara kubwa utakuta iko kwenye ngozi, na si mataifa mengi sana yanachukua bidhaa kama hizo. Iko kwenye masuala ya uzalishaji maua, iko kwenye vyakula ambazo ni parachichi na kadhalika. Lakini ukiangalia vitu vikubwa, vitu ambavyo vina thamani kubwa, iwe ni madini na kadhalika, bado hatujafikia hapo. Lazima itachukua mbinu kubwa zaidi. Kwa hivyo ni vitu gani ambavyo Kenya inastahili sasa kufikiria ili iweze kuuza nje, ambayo itakuwa na mapato zaidi kwa taifa? Asante sana. Hizo zote umetaja ni zile ambazo ziko kwa sasa. Na hizo kuzisaidia hizo ni kuongeza tu productivity kwa hizo area. Lakini kuna vitu mingi sana, na kuna moja nitakupea example yenye inaweza saidia Kenya sana. Kuna kitu inaitwa content. Si tunalipia Netflix, tunalipia Showmax, tunalipia nini? Hiyo ni kitu haijatapiwa. For example, naonanga hapa ukienda town Sunday, Gen Z wako town, wanachukua dance, wanafanya nini, wanaitwa content. Lakini wajai enhance hiyo content, kuipackage vile inaweza uzwa ngambo. Mimi kwa simu yangu kuna tufani clips za Chinese, najipatanga tu naipitia. Juzi ndo niliona worth yake
ilikuwa almost bilioni 15 ya Marekani, value ya hiyo kampuni hiyo content company. Hapa Kenya unapata msanii mzuri, mchekeshaji, ameongea na Kiswahili, haiki subtitle, haiki nini, audience yake inaishi hapa. Lakini wakiweza kufunzwa vile ya kuimarisha vitu kama content, hiyo ni one of the biggest thing we can export. We don't have to export avocado, we don't have to export physical things only. Tumeona ile nini ya Marekani, ile academic writing, ile Wakenya walikuwa wanatumia akili zao kuandikia watu mtihani zao huko. Tumeona hizi business processing zinasetiwa hapa. Unafanya customer care ya Microsoft ukiwa hapa Tatu City ama wapi. So such transformation yenyewe anaongelea teknolojia itatufanya tufanye mambo mingi nje ya zile vitu za zile conventional way. Yes. Sawa. Naomba tuzuie hapo kidogo, niwaondoe kidogo kwenye mazungumzo yao, maana tunataka katika taarifa nyingine tunaipa kipaumbele.